inatoka Ikonyero inaenda Akatsa, hata hiyo pia ni ya kutengenezwa. Alafu wakati nilikuwa Butere, huyu miradi akaniambia ile barabara ya kutoka Huisero kwenda Eshabinga, hiyo barabara pia ni hiyo. Tarehe 2 hapa Kakamega tuliongea mambo mengi na viongozi wa kaunti hii ya Kakamega, kwa sababu niliwaeleza mwaka huu ni mwaka wa kazi. Miaka miwili ambayo ilikuwa mbeleni ilikuwa ni kazi ya kudhibiti uchumi wa taifa letu la Kenya, kwa sababu tulikuwa na mambo mengi. Nikamwambia sasa mwaka huu ni tujenge barabara, tuunganishe stima, fanye program hii ya maji na tusongeshe mambo ya kilimo iweze kusonga mbele. Mimi nataka niwaeleze watu wa Kakamega ya kwamba tumekubaliana na viongozi wa kaunti hii na region hii nzima ya kwamba tutahakikisha ya kwamba hii Western Kenya haitabaki nyuma tena kwa mambo ya maendeleo. We're going to make sure. Na ndio sababu hiyo nimesema tumetengeneza ama tumetangaza kujenga upya barabara 5 new roads ambazo zitajengwa hii Kakamega. Kuna hiyo barabara ya Malava kwenda Samitsi na upande ule mwingine mpaka Navaholo. Hapa tuko na barabara ya kutoka pale Malinya, mahali watu wanapiganisha ng'ombe, Malinya iende Eregi, alafu ifuke ng'ambo iende Chafakali. Hiyo barabara tumetangaza na tutajenga. Vile vile tumekubaliana hapa Lugari, barabara ya kujenga ya kutoka Majengo, ECD iko hapo inaitwa Majengo, iende Mwamba na iende Tarbo. Pia hiyo tumetangaza, inafungwa mwezi huu, inaanza kujengwa mwezi ujao. Vile vile nilikuwa Huisero na nilikuwa Ikolomani na nilikuwa Butere. Viongozi wa pale wakaniambia kuna barabara ilikuwa pale ilikuwa imekwama. Nimeenda nimetafuta contractor, alikuwa anadai milioni 90 million, nimemlipa. Sasa atarudi hapo kuja kutengeneza hiyo barabara ilikuwa imekwama. Barabara hiyo inatoka Luunza hapo inaenda Shiraa Market, inaenda Ikolomani Market. Alafu haikuomi hapo, alafu kuna ingine inatoka Manyulia inaenda Dudi. Hiyo pia iko katika hiyo mpango ya kukamilika. Alafu pia iko ile inatoka Ikonyero inaenda Akatsa, hata hiyo pia ni ya kutengenezwa. Alafu wakati nilikuwa Butere, huyu miradi akaniambia ile barabara ya kutoka Huisero kwenda Eshabinga, hiyo barabara pia nimeweka pesa, itatengenezwa vile niliahidi. Ninyi mnanielewa? Alafu pia huyu Bidii na Bwera, huyu anaitwa Nabii, huyu prophet Nabii na Bwera pia amenipigia makelele hapo kuniambia wewe ni jirani, lakini sasa hujapanga vizuri namna hii. So nikamwambia hii ya Majengo kwenda Mwamba mpaka Tarbo haitoshi. Akasema haitoshi. So tumetangaza ingine ya kutoka Tarbo kwenda Panpepa kwenda Makutano iteremuke mpaka baadaye iungane na Sihendu ngambo ile, pitie Tongaren ndio iende Sihendu ngambo ile kwa Bungoma. Si wewe Nabii uliona imetangazwa?
Si imetangazwa barabara boss? Very good. Sasa wewe fuatilia maneno hiyo, nimetangazia raia, usifanye sasa tukaanguka tena, hiyo siwezi kubali. Ama namna gani jameni? Tunaelewana namna hiyo? Unajua kuna mtu hapa alisema sijui namna gani mungenitafutia bibi pande hii. Sasa kwani hamjui bibi kwani mnafikiri ile Rachel ametoka wapi? Si ametoka hapa Likuyani? Na unajua ndio huyu mtu innocent, huyu Mugabe ananisumbua kila siku, ananiambia unajua sisi tulikupatia bibi, bado hujafanya sijui hii, bado hujafanya ile. So ndio hata aja juzi nikaamua ndio huyu mtu awache makelele. Nikasema niweke milioni 300 kwa barabara inatoka Mapera kwenda Kongoni iende mpaka Fafaro pale kwa nini. Si wewe Innocent umeona hiyo barabara vile imewekwa kwa pesa wewe? Innocent ni sawa hiyo? Very good. Sasa kelele mingi uache kunisumbua. Ama namna gani jameni? Si maneno ndio namna hiyo. So ile kitu mimi nataka tu niwahakikishie watu wa hii Kakamega. Sawa sawa? Mulisema muliwacha nyuma siku hiyo ingine. Lakini sasa kwa sababu mimi niko hapa na mimi ni shemeji, hii kazi yenu hapa nitanyorosha mpaka ikae sawa sawa. Ile mimi naomba hawa ndugu zangu viongozi ni tushirikiane na tufanye kazi hiyo kwa pamoja. Wakati nilikuwa hapa pia hapo kuna huyu kijana anaitwa Fred Kana, na ni kijana mzuri. Kaniambia kwamba hiyo barabara ya kutoka airport hapo airstrip kwenda Shinyalu Chepsonoi, akaniambia inataka itengenezwe. Mimi nimeshatafuta pesa ya kutengeneza hiyo barabara, contractor ametangazwa. Sasa wewe Fred, hiyo barabara nitakutengenezea na watu wa Shinyalu ndio tuunganishe hii Kakamega ikae sawa sawa. Mnanielewa watu wa Kakamega? Nimesema mambo ya maendeleo kwa kirefu kwa sababu nataka muelewe, na mimi nataka mjue ya kwamba Kakamega haiwezi kubadilikwa ama kubadilishwa kwa makelele ama fujo. Hii Kakamega itabadilika kwa miradi na mipango ya maendeleo. Mnanielewa? Yes. Hiyo ndio barabara ambayo tutafuatilia, na mimi nashukuru viongozi wa Kakamega wakiongozwa na huyu gavana wetu huyu Italanyi, mnasema ni Italanyi, huyu Baraza na viongozi wale wengine wote, senata wenu wakiweko, mama county na viongozi wale wabunge wote. Tumekwisha kubaliana ya kwamba ya muhimu Kakamega hii ni ile maendeleo ilichelewa, tuharakishe. Sijui kama tunaelewana watu wa Kakamega. Hii Western Kenya hii, mambo matatu ya muhimu ni hizi barabara tuzijenge, tuunganishe stima, kwa sababu stima inatusaidia kwa kuweka mwanga kwa manyumba ya wananchi, inatusaidia kwa ile ICT hubs ambazo tutakuwa nazo hapa ya kupanga ajira ya vijana wetu, itatusaidia kwa mambo ya viwanda kusukuma hii dunia isonge mbele. Na ya tatu na ya muhimu pia ni mambo ya kilimo. Munisikize vizuri watu wa Kakamega.